Ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu. Kwingineko ni kwamba katika mahakama ya Makindu katika kaunti ya Makueni leo inaendelea siku ya majadiliano ya mahakama ambayo inalenga kujadili mchakato wa utoaji haki na kuweza kuimarisha ushirikiano kati ya mahakama na wadau wake. Hafla hii inaleta pamoja washikadau mbalimbali wa sekta ya sheria na jamii kwa lengo la kuboresha utendakazi wa mahakama, kuimarisha upatikanaji wa haki na kujenga uhusiano mwema kati ya wananchi na taasisi za kisheria. Kwa sasa tunaungana naye mwandishi wetu wa habari Philip Ngumu kwa maelezo zaidi kuhusu siku hii na kauli za washikadau kuhusiana na mchakato huu ambao utakuwa unaendelea siku ya leo. Philip Ngumu, kama unanipata, tujuze kwa kina. Kirepi, tunaripoti moja kwa moja kutoka hapa katika kaunti ya Makueni, mahakama hii ya Makindu, ambapo jinsi Wakenya wengine wanavyotarajia ni kwamba wanaendesha siku hii ya leo kuweza kuzungumza na washikadau tofauti ambao wamejikita katika hali hii, na tumeungana na washikadau hapa waweze kutueleza siku ya leo itakuwaje, wakituchorea tu kuhusiana na uhalisia wenyewe. Manake leo huenda ikawa ni siku ya kwanza majaji wanaweza kukutana na wakazi wa eneo hili, kwa kuwa siku nyingi huweza kukutana katika mandhari tofauti, na ningelipenda watupakulie tu kuhusu siku ya leo, watueleze hali ikoje. Hadi hapo utueleze siku ya leo ni kipi ambacho tunatarajia kama wakazi wa eneo hili na kwa jumla wa Kenya. Ukianza na jina lako. Shukrani. Jina langu naitwa Hakimu Evans Mbicha. Mimi ni hakimu katika mahakama ya Makindu. Koti tuko watu 5, mahakimu 5, na tunashughulikia wananchi kwa mambo mingi. Wananchi wakija koti wako na mambo mingi, mambo ya mashamba, wengine wamestaki, wengine wameshtakiwa, kuna wale ambao ni hali ya juu, kuna wale wa chini, na wakiwa huku wanakuwa na mambo mingi, wengine wako na wasiwasi, manake it is their life, it's a matter of their life involved, na mara mingi huwa wanakuwa hawajatuzoea. Ndo kutokea kwa hakimu mkuu akasema watu tukuje, na tukakuwa tumekubaliana kwamba tuje chini tukae na watu wetu tuongee. Tunaita judicial dialogue. Dialogue kwa maongezi, tufanye maongezi, wakuja wajue tukiwa katika hali ambayo iko relaxed, ambayo imetulia, haina ile procedure ya koti, ile manyumba tunakaa, mwingine anakaa pande. Ndio maana tunasema tukae leo, wakuwe huru, wakuwe wazi, watueleze mambo ambayo yanawasumbua, tuwavunjie kwa chini, kwa kipole, kwa utaratibu. Kama ni shamba tueleze ni hivi na hivi. Wengine wanasema niko na cash bill naipata aje, tunamwambia hivi ndio hivi kwa utaratibu. Wengine wako na hii, wengine nimeshtaki mtu, naona kesi inaenda polepole. Hiyo ndio umuhimu ya siku ya leo, maongezi, inaitwa dialogue, tukizungumza na tukiweza kujuana. Hao ni wateja wetu, sisi ni watumishi wao. Sasa mjadala huu unatarajiwa pia kuleta uhusiano mwema kati yenu na wale ambao mnahudumia kwa njia moja ama nyingine. Tuambie, mnaona sura inakaaje siku za usoni iwapo mazungumzo kama haya yatazidi kuendelea kuhusu kwa umma na vile vile kwa upande wenu? Hii ni mwaka wa pili ambapo tumefanya hii. Tulianza kuona tunaendelea kuwa marafiki, na sasa kwa hii mwaka wa pili najua itaendelea kuwa zaidi na zaidi. Manake katiba ya Kenya inasema kwamba nguvu ya koti inatoka kwa wananchi. Sasa wakati tunaenda tukiendelea mwaka wa pili kuenda mbele, najua uhusiano wetu tutakuwa tena kwa kitaratibu. Watu wakuwe wazi, watu angalie kwa macho, watuambie tujatosheka na hapa, na watu na sisi wale tunatuambia tunarekebisha. Kwa hivyo naona it will do better services to the people. The idea is better services. Communication is very important. Katiba inaongea mambo ya public participation, public information. So communication is part of information. So itafanya wananchi wetu wawe na nguvu zaidi. It will make stronger citizen, more assertive citizen, and that's what we want. Kuna kasumba huku nje kwamba wakati ambapo unaletwa mahakamani bila shaka ni hukumu ya kifo. Sijui unasemaje? Hukumu ya kifo, hata ukiangalia kwa kimbele, hata ukiangalia makoti imeanza kutoa hiyo hukumu ya kifo. It is no longer there. Imeanza kutolewa. Ukiangalia na zile sehemu za katiba zinapeana haki ya maisha, hukumu ya kifo ni kama imetoka. Lakini baada ya kusema kwamba koti si mahali pa, katiba inasema kwanza watu wasikizane, ina encourage what we call reconciliation, alternate dispute resolution. So tunasema koti ni pahali pa kuingilia tu, a starting point for watu wengine hata nataka niambie pole. Kuna watu wanatuambia. Kwa hivyo koti ni mahali ambapo tuna mara mingi ni kujaribu kushikanisha watu, hatufurahi watu wakienda jela, na pia ni kuchunga haki. Pia kuna watoto pengine ile ukienda kusumbuana na watoto pengine, hiyo ndio inakuwa na
jela imekumulika kabisa. Kama ukienda kushika watoto ambao unaona hawajafika miaka, hiyo jela itakumulika kabisa. Lakini mara mingi koti ni pahali pa kujadiliana na kuongea. Mahakama hukumu ya kifo hata ukitafuta kwa vitabu vyetu hakuna sana, ama haiko. Kwa sekunde chache tu, Mkenya ambaye anakutazama hivi sasa akiwa nyumbani, labda hajahusika katika mchakato wa koti, unamwambia nini? Ni sawa ajihusishe na masuala haya ama asubiri hadi siku yake itakapofika? Mimi ningesema kwamba watu wajaribu watatue mambo kinyumbani, kuanzia chini kwa familia, mzee wa familia, ikienda sana pengine kwa chifu. Watu wajaribu wawe na pia watu wakiwa na haki. Ukikuwa na haki yako, fikiria haki ya mwenzako. Kuna watu ukitaka haki sema hii ni yangu na huyu pia haki yake ni heshimu. Msikizane huko nyumbani, mkiendelea polepole kwa hizo sehemu za hata kwa kanisa, kwa sheikh, kwa maimamu tatue. Ikibidi sana ukisikia mimi bado nafinyiliwa, mimi naona nimeenda kwa sheikh, nimeenda kwa pastor, naona bado nafinyiliwa, kuja basi kotini. Ndio hiyo wakati tutakwambia ukuje kotini. Asante. Wacha tuzungumze na mtumizi wa koti hapa. Tueleze wewe ni nani, unahusikaje hapa siku ya leo na unajihisi vipi? Ni mwenyekiti wa waendesha bodaboda wa Makindu, na kusema kweli sisi tunatumia hii koti kila wakati na kila saa, na vijana wetu na wahudumu wetu wakipatwa na shida tunawaelekeza wakuja kwa hii koti. Siku ya leo umejipata hapa, si kwamba unakuja kuhukumiwa, umekuja kushiriki katika mchakato huu. Unajihisi vipi na ujumbe wako ni upi kwa wale wengine? Kama hii nipata gari tu ikapitia pale ikatuambia leo kuna mchakato wa kuongea na majudges, nikaona hii ni conversation nzuri sana. Kama tutakuwa tukiongea na wao moja kwa moja, pengine nijue jambo ambao silijui, huenda tunakimbiza kesi, kumbe ile mpango ama mtaratala imewekwa ni kwa ajili ya kesi ndio iendelee. Tunaweza jua leo, na kama kuna swali tunauliza open na judge, kwa sababu tukiwa wa kesi au ruhusiwi kuinua mkono, hauwezi ukakuja kuuliza. Hii ni siku jema ambao ni siku ya kuuliza maswali mali mtu anataka. Siku ya leo itakapotamatika, tunatarajia kuona ukiwa mtu wa aina gani wakati ambapo utatoka kwa hili lango la mahakama hii ya Makindu? Nitakuwa nimeelewa vile hii kesi yangu, kama kuna kesi kama mimi mwananchi wa Kenya, na nijue kama koti ni haki yangu kukuja kotini ama ni kusukuma nikuja kotini, na nijue mtu anahukumiwa kiaje, ama tu hapa ni mambo tu kukuja hapa au upeane kulingana vile huko. Kwanza nielewe kama hii imekuwa kesi, imekuwa koti ya kidemokrasia. Safi. Ni hali ilivyo hapa katika zetu za baadaye. Mimi ni Philip Ngumu kutoka hapa Makueni, kwako studio. Na tukitoka maeneo hayo